Tumsifu Yesu Kristo. Basi tunaendelea kumshukuru Mungu kwa nafasi nyingine ambayo ametupa siku ya leo, tunapoendelea na majiundo yetu ya kiroho, ikiwa ni siku yetu ya 3 ya semina yetu ya siku 6 katika hii parokia ya Mtakatifu Petro Mtume Murubona Kasulu, Jimbo Katoliki la Kigoma. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa yale yote anayoendelea kutujalia, anayoendelea kuachilia katikati yetu, uponyaji wake, nguvu zake na upendo wake kwetu. Kwa hiyo siku ya leo pia tutakuwa na nafasi ya kutosha ya kuomba mbele ya Yesu Ekaristi kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya wazaliwa wa kwanza wa familia zetu, wazaliwa wa kwanza wa cheo na wazaliwa wa kwanza wa haki kwenye familia. Na tutaendelea kuyaombea yaliyo mema kwenye familia zetu na kuendelea kuziombea hizo familia ili ziwe sehemu salama ambayo Mungu atatukuzwa, ambayo Mungu ataonekana, ambayo Mungu atainuliwa, ambayo Mungu atasifika kwa wema wake kupitia familia zetu. Kwa sababu bila familia hakuna taifa, bila familia imara hakuna jamii imara, bila familia imara hakuna taifa imara. Kwa hiyo ili taifa liwe imara, ili ulimwengu uwe imara, unahitaji familia ambazo ni imara. Kwa hiyo familia haziwezi kuwa imara kwa kuwa na nguvu za mwilini tu, zinahitaji kuwa na nguvu za kiroho, na hizo nguvu za kiroho zitazisaidia hizo familia zetu. Muda wetu umekuwa mchache, kwa maana ya siku zimekuwa chache, na yale ambayo tunahitaji kujifunza ni mengi. Kwa hiyo ndio maana tunaanza jambo alafu tunaenda mahali pengine. Lengo ni kudodosa walau watu wapate mwanga wa kuanzia kuendelea kupambana na yale ambayo tunatamani kupambana nayo kwenye maisha yetu. Jumapili tulianza somo letu la madhara ya kizazi kilichopita ndani ya kizazi kilichopo. Jana tukajifunza somo linalosema ndoto ni ujumbe. Leo kwa sababu tunaenda kuzungumza juu ya maisha ya familia, kuna somo ambalo ningependa pia tujifunze, alafu tupate kuendelea na mengine tena. Kwa hiyo ninaomba siku ya leo tujifunze tena somo fulani la muhimu sana, hata kama huwa unalisikia au unaona haliko kwenye upande wako, lakini ni mkakati wa siri sana wa ulimwengu wa giza kuhakikisha kwamba watoto wa Mungu wanafungwa, wanatekwa, wanaharibiwa. Na somo tutakalojifunza jioni ya leo linasema vita ya ushoga na usagaji ni vita vya kiroho. Kidogo kichwa cha habari kina uzito, lakini kipokee hivyo hivyo. Vita ya ushoga na usagaji ni vita vya kiroho. Huu ni mkakati kabisa ambao ulimwengu wa giza umeuandaa kwa ajili ya kuteketeza familia, kwa ajili ya kuharibu kizazi cha kike na kizazi cha kiume. Usijione kama uko salama kwa sasa. Usalama wako utapatikana endapo utakuwa karibu sana na Mungu na utakikabidhi kizazi chako kwa Mungu. Na ikiwa haujakikabidhi kizazi chako kwa Mungu, hauko salama, hauko salama kabisa.
Tutaongozwa na kitabu cha Mambo ya Walawi, ile sura ya 20 inayosema, sura ya 20 aya 13 inasema, tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya machukizo, hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao. Tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya machukizo, hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao. Sifu Yesu Kristo. Naomba tufungue tena kile kitabu cha Warumi, ile sura ya kwanza. Kitabu cha Warumi sura ya kwanza kuanzia ile aya ya 24. Kitabu cha Warumi sura ya kwanza kuanzia aya ya 24 inasema, kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao, kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Mungu anayehimidiwa milele. Amina. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake, sikiliza hiyo sentensi, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna mwandishi mmoja anaitwa Alsbeer, Mjerumani. Aliandika kanuni 12 za kuangamiza familia za Kikristo. Mimi nitataja kama kanuni 4, na hiyo kanuni ya 4 ndio tutakuwa tunaizungumzia. Alisema ili kuiteketeza kabisa familia ya Kikristo, kuna mikakati inatakiwa iandaliwe ili kuiteketeza familia ya Kikristo. Na kweli hiyo mikakati mpaka sasa inaonekana na imeanza kufanya kazi. Huyu Alsbeer ni kama alipewa mafunuo na Shetani, akaweka hizi kanuni wazi, akaandika kitabu cha kuushawishi ulimwengu ufuate kile ambacho kinahitajika, kile ambacho ulimwengu wa giza unakitaka. Kwenye hizo kanuni 12 alizoandika, mimi nitataja kama kanuni 4 kwa sababu ya muda, alafu tutaendelea. Kanuni ya kwanza alisema, ili kuangamiza familia za Kikristo, ondoa Mungu kwenye malezi ya watoto. Yaani muondoe Mungu kwenye malezi ya watoto. Ukimwondoa Mungu kwenye malezi ya watoto, maana yake ni kwamba hawa watoto watakuwa bila Mungu. Ndio maana sasa tunakutana na watoto wengi ambao hawajui hata mlango wa kanisa. Ni mbinu mahususi kabisa ya ulimwengu wa giza. Ondoa Mungu kwenye malezi ya watoto. Hiyo ilikuwa ni mbinu yake ya kwanza. Mbinu yake ya pili alisema, ondoa nguvu ya mzazi kwenye malezi ya watoto. Ondoa nguvu ya mzazi kwenye malezi ya watoto. Sijui kama huku imefika.
Siku hizi hata watoto wadogo kula chakula, mama yake anambembeleza ale chakula. Ili mtoto ale chakula, mama yake anamwekea TV ili awe anaangalia, muda huo anamulisha chakula. Kizazi cha sasa hivi. Lakini kile kizazi cha TCCR vipi? Kile kizazi cha zamani kile, ukizingua kula utashinda njaa. Lakini siku hizi mtoto amekuwa kama yai. Maana yake ni kwamba siku hizi baadhi ya watoto wana nguvu za kuwashinda wazazi wao. Ni mkakati wa ulimwengu wa giza. Ni mkakati kabisa ili wazazi wasiwe na mamlaka juu ya watoto wao. Siku hizi mzazi anaongea na mtoto anamsonya, na mzazi hamfanyi chochote kabisa, anaona kama ni jambo la kawaida. Siku hizi mzazi anamtuma mtoto na mtoto haendi, na hakuna ambacho mzazi anamfanya. Usifikiri ni jambo la kawaida. Huo ni ulimwengu wa giza, una mkakati wake kabisa. Manake ni kwamba mtoto akiwa na sauti juu yako, hakuna chochote utakachomwambia akakisikiliza wala akakipokea. Atakuwa amemalizana na wewe. Kwa hiyo akaandika mkakati kwamba ondoa sauti ya mzazi kwenye malezi ya watoto. Kwa kuondoa sauti ya mzazi kwenye malezi ya watoto, maana yake ni kwamba utakuwa tayari umeanza kuibomoa hiyo familia. Haitakuwa na nguvu, mzazi hatakuwa na nguvu kwenye hiyo familia. Ndio maana sasa hichi mnachokiona kwamba familia baba na mama wametofautiana kidogo, unakuta mzazi mmoja anatema sumu kwa watoto wake kwamba mbaya ni mama yenu au mbaya ni baba yenu. Unaweza ukafikiri kwamba unajinufaisha ili kuituliza nafsi yako ambayo pengine ina uchungu baada ya kuwa umetofautiana na mwenzako. Ukafikiri kwamba unajenga, kumbe unabomoa. Jambo la tatu au kanuni ya tatu alisema hivi: angamiza muundo wa ndoa za Kikristo kwenye familia, alafu ruhusu taraka. Narudia tena. Alisema hivi: angamiza muundo wa ndoa za Kikristo kwenye familia, alafu ruhusu taraka. Siku hizi watu kuoa na kuachana ni kawaida, mkakati wa kuzimu. Na angalia shetani alivyo. Unajua shetani anaweza akakutafutia mtu wa kuoa au mtu wa kuolewa naye usipokaa vizuri na Mungu, ili kwamba ile tu mmefunga ndoa hapa, mmepigiwa makofi, mmefanyiwa nini, baada ya muda hiyo ndoa ikawa mwiba kwako. Kumbe mtu uliyetafutiwa hakuwa mtu sahihi kwenye maisha yako. Wewe ulichoangalia, inawezekana uliangalia tu sura, uliangalia kipato, ukasema ngoje nijiweke hapa. Kumbe kama umejiweka kwenye moto ulao. Angamiza muundo wa ndoa za Kikristo kwenye familia, alafu ruhusu taraka. Mkakati wa ulimwengu wa giza huo. Taraka sio mpango wa Mungu. Taraka ni mpango wa ufalme wa giza. Kanuni ya 4 ambayo mimi ndo nataka niizungumzie, anasema ufanye ushoga na usagaji kuwa mtindo wa maisha. Huyu ni Alice Bera, mwandishi wa Uingereza, aliyetunga kitabu cha kanuni 12 za kuangamiza familia. Alisema hivi: ufanye ushoga na usagaji kuwa mtindo wa maisha. Na huko Ulaya sasa hivi ushoga na usagaji ni mtindo wa maisha. Malezi pia ni wamejaa. Na hapa sasa ndipo ambapo mimi nataka tujifunze kabla hatujaenda kumwomba Yesu wa Ekaristi. Somo letu linasema vita ya ushoga na usagaji ni vita vya kiroho.
Hii vita, watu wa Mungu, hii vita ya ushoga na usagaji hauwezi ukaishinda kwa kutoa ushauri. Ni vita ya kiroho. Yaani ili wasaidie hao wasagaji au hao mashoga waache hicho wanachokifanya, kuwapa ushauri hautakuwa unawasaidia, kwa sababu ile ni spirit ambayo iko ndani tayari. Kwa hiyo kile ni kitu cha kiroho. Kwa nini ni kitu cha kiroho? Kwa sababu shoga na usagaji ni laana, na laana ni jambo la kiroho. Kwa hiyo laana ni jambo la kiroho ambalo linaleta matokeo kimwili, kwamba ukitamkiwa laana kwamba hautafanikiwaga, huku mwilini utakuwa unapambana mambo hayaendi, utakuwa unapambana mambo hayaendi, utakuwa unapambana mambo hayaendi. Umetamkiwa rohoni laana, afu hiyo laana inaleta majibu yake kwenye ulimwengu wa mwili, kwenye ulimwengu unaoshikika. Kwa hiyo ushoga na usagaji ni kitu cha kiroho. Kwa hiyo ili uweze kupambana na hiyo hali kiroho, lazima uwe mtu wa rohoni kwanza. Na ndio tumesoma kwenye kitabu cha Warumi kwamba wanawake wamebadili matumizi yao ya asili kuwa matumizi mengine, na wanaume vivyo hivyo. Sasa ni familia ipi inayoshambuliwa? Ni familia ambayo imemwacha Mungu. Ni rahisi sana roho ya ushoga kuingia kwenye familia ambayo wamejiweka mbali na Mungu. Na huu ni mkakati wa kiroho kabisa ambao umefadhiliwa na mashirika mbalimbali. Wanaweza wakaja hapa Kasulu wakawatafuta watoto wadogo wakawapa mafunzo, lakini ndani ya yale mafunzo kuna roho fulani wanakuwa wanaambukizwa hao watoto, na ukishamaliza kufanya yale mafunzo unashangaa hao watoto waliopewa hayo mafunzo au hao vijana au hao mabinti waliopewa hayo mafunzo hawaachani nayo, wanajikuta wanayapenda. Nimekutana na mama mmoja alileta mtoto wake kwangu. Yule mtoto ana miaka 12. Yule mtoto anawalazimisha wenzake shuleni wamuingilie kinyume na maumbile. Kalikuwa ni katoto ka kiume ka miaka 12. Kamefukuzwa shule zaidi ya 3. Yaani kana washawishi watoto wenzake wakaingilie. Hivi imagine kama huyo sio agent kutoka kuzimu, ni kitu gani? Katoto ka miaka 12 kana washawishi wenzake. Sasa unavyoongea nako kanamwambia nasikia tu vizuri, nasikia raha. Kumbe ile roho iko ndani yake inakahangaisha, inakatesa. Kwa sababu gani? Tusipopambana na roho ya ushoga na usagaji, hatutakuwa na taifa zuri kesho. Hatutakuwa na mito mizuri kesho. Hatutakuwa na familia nzuri kesho. Kwa sababu tunaowategemea wao viongozi wanatoka kwenye familia. Tunaowategemea wao mapadri wanatoka kwenye familia. Tunaowategemea wao watawa wanatoka kwenye familia. Kama hizo familia zimeharibika na zimeingiliwa na hiyo roho, mwe una uhakika kwamba huko mbeleni tutakuja tupate viongozi ambao ni mashoga, mapadri ambao ni mashoga, watawa ambao ni mashoga, wanandoa ambao ni mashoga. Kwa nini? Wamefunzwa kutoka nyumbani. Mkakati wa ulimwengu wa giza ni kuangamiza au kusambaratisha familia. Usifikiri hata siku hizi hawa wanaume wanaozalisha wanawake na kuwatelekeza mkafikiri kwamba ni jambo la kawaida. Ni mkakati wa ulimwengu wa giza kuwe na watoto wengi ambao hawana baba anayejulikana.
Ni mkakati. Msije mkaona wanaume wengi wanakimbia familia kwa kigezo kwamba maisha ni magumu, wameshindwa kutunza familia zao. Lengo ni kwamba hizo familia au hao watoto wakue bila malezi ya baba, bila sauti ya baba. Na unategemea nini? Kwa sababu baba kiroho ni lango la familia, ni kichwa cha familia. Watoto wanahitaji baraka za baba. Sasa kama hayupo, hizo baraka watazitoa wapi? Mkakati wa wanaume kufa mapema kabla ya umri wao, msifikiri kwamba ni jambo la kawaida. Ni ulimwengu wa giza umesuka hayo mazingira. Nashangaa tu kijana ameoa, amefunga ndoa, ndo kwanza amepata watoto 2 watatu, anakufa. Nakufa hata watoto wakiwa hawajakariri sura ya baba yao. Hao watoto wanakuwa bila baba. Sifikiri ni jambo la kawaida. Ulimwengu wa giza una mbinu nyingi sana kuhakikisha kwamba watoto wanaangamizwa. Na shetani analifanya hivi kwa ustadi mkubwa sana kuhakikisha kwamba hakuna anayepona. Aliona Ulaya kwamba watu wamesoma hawaamini kwenye ushirikina, akaingia kwenye mlango wa ushoga na usagaji. Ulaya watu hawajifichi. Hata hapa Tanzania hiyo tabia ilikuwa imeshaanza kukithiri, ingawa ipo sasa hivi inafanyika kwa siri, lakini ilikuwa imeshaanza kukithiri sana. Unashangaa wasagaji wanafanya party na wanaenda hadharani. Mna mitandao ya kijamii, mna simu kubwa, mnaona siku hizi kuna baadhi ya wanaume wanavaa mahereni, wanavaa magauni, wanazungumza kama wanawake, wanapaka mpaka lipstiki. Unashangaa mwanaume anapaka lipstiki. Roho ya ushoga ni mbaya sana, inaweza ikaibisha kizazi chako, ukashindwa hata kusali, ukashindwa kuelewa kwamba iko namna gani. Mwanaume anapaka lipstiki, mwanaume anavaa hereni, mwanaume anavaa gauni. Umeona kizazi ambacho namna ambavyo kimeingiliwa. Na huyo mwanaume anapigiwa makofi kwamba ni fashion, kumbe ni ulimwengu wa giza. Una mkakati wake. Hakikisha watoto wako waliotoka kwenye viuno vyako, hakikisha watoto wako waliotoka kwenye tumbo lako, hao watoto na waonesha Mungu wa kweli. Usipowaonesha hao watoto Mungu wa kweli, hao watoto watamtafuta Mungu wa dunia hii. Wazazi wengi walikumbuka kuwalipia watoto wao ada, kitu ambacho ni kizuri. Walikumbuka kuwatafutia watoto wao mitaji ya kufanya biashara, jambo ambalo ni zuri. Walikumbuka kuwaunganisha watoto wao na viongozi mashuhuri, jambo ambalo ni zuri. Lakini wazazi hao walishindwa kuwatafutia watoto wao nafasi kwenye ufalme wa Mungu. Naomba nikwambie wewe mzazi unayenisikiliza, ukumbuke kumtafutia mtoto wako nafasi kwenye ufalme wa Mungu. Kama ambavyo unaweza ukamtafutia mtoto wako mtaji akafanya biashara, mtafutia huyo mtoto mtaji wa kumpenda Mungu. Kama unaweza kumtafutia mtoto wako nafasi serikalini na akapata hiyo nafasi, ukumbuke kumtafutia mtoto wako nafasi. Dunia tunayoishi leo imeharibika mno. Wengi huwa tunasubiri mambo yakiharibika ndo tunajikuta sasa tunaanza kupaza sauti za kuomba msaada, tunaanza kupaza sauti za kulia. Lakini mambo yalipokuwa mazuri, hatukukumbuka kufanya jambo lolote. Alikuwa ananiambia kaka mmoja alienda kufanya interview serikalini.
alifanya interview akafaulu vizuri kabisa, walikuwa wengi sana. Yule aliyekuwa coordinator wa ile interview akamwita yule kijana, akamwambia kazi utapata, lakini ili upate hii kazi lazima uniingilie kinyume na maumbile, alafu ndo utapata hii kazi. Kiongozi huyo wa taasisi kubwa anayeaminika. Angalia shetani namna ambavyo amepandikiza, ameweka mapandikizi sana, ameweka mawakala wake sana. Mpaka huko shuleni kuna baadhi ya walimu ambao ni mawakala wanaofundisha tabia za ushoga na usagaji mashuleni. Kwenye vyombo vya ulinzi na usalama huko wapo mashoga, kwenye taasisi za umma wapo. Yaani shetani amepandikiza hayo mashoga kila eneo. Hauwezi ukasema kwamba uko salama, hauwezi ukasema kwamba kizazi chako kiko salama. Utakuwa na usalama wa kizazi chako endapo kizazi chako kitakuwa kimekabidhiwa mikononi mwa Mungu. Lakini kama hakijakabidhiwa kwenye mikono ya Mungu, wewe una hakika kwamba hicho kizazi hakiko salama. Na msifikiri kwamba ikitokea kwenye familia yako mmepata shoga au msagaji, msifikiri kwamba kwenye hiyo familia kuna baraka zitapita. Hamtaziona baraka. Kwa nini? Kuna laana imeingia tayari kwenye familia, kuna laana imeingia tayari kwenye ukoo. Kuna wanawake wameolewa, wamekuta wanaume ambao wanawalazimisha wafanye mapenzi kinyume na maumbile. Hizo kesi mimi nimekutana nazo nyingi sana, na ni Wakatoliki. Jumapili wanasali na wanakomunika, lakini humo kwenye ndoa zao humo unashangaa na mlazimisha mke wake amwingilie kinyume na maumbile. Tuna wanawake ambao pia wanawalazimisha waume waliooa waingilie kinyume na maumbile wanandoa hao. Na namwambia kabisa, usipokubali nitakuacha. Nani amekuroga wewe mwanandoa unayemlazimisha mke wako umuingilie kinyume na maumbile? Nani amekuroga wewe mwanamke unayemlazimisha mume wako kuingilia kinyume na maumbile? Nani amekuroga? Hiyo laana mtainawa wapi? Hiyo laana mtaitubu wapi? Ujue kwamba unapokuwa umeruhusu tabia kama hizo kwenye ndoa yako, wewe una uhakika kwamba hata watoto wako na wao umefungulia mlango, na wao watakuwa mashoga, na wao watakuwa wasagaji, kwa sababu mama amefungulia huo mlango au baba amefungulia huo mlango. Nimeona kabisa wanawake wa Kikatoliki wananifuata, wananiambia, mwalimu, nina mwanaume ambaye ananilazimisha nifanye naye mapenzi kinyume na maumbile. Nimekutana na wanaume ambao, mwalimu, nimeoa mwanamke ambaye ananilazimisha nimuingilie kinyume na maumbile. Hiyo laana, ninakuombea leo Mungu aingilie kati kwenye hilo swala lako. Na nakuombea leo, kabla haujafumba macho, kama ulikuwa na hiyo tabia, urudi kwenye sakramenti ya kitubio, umwambie Mungu, nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Umwambie Mungu afute hiyo laana ulioianzisha. Umwambie Mungu afunge huo mlango ulioufungua. Kuna wanawake hawaishiwi magonjwa kwenye maisha yao kwa sababu wameolewa na wanaume ambao wanawaingilia kinyume na maumbile. Kila siku wanawaletea magonjwa. Wiki hii anaumwa ugonjwa huu, wiki inayofuata anaumwa ugonjwa huu. Kawaulize madaktari, watakwambia kwamba wanawahudumia baadhi ya wanandoa ambao magonjwa yao ni commonly, yani hayaishi. Mpaka inafika mahali daktari anamuuliza, kuna kitu hakiko sawa. Kwa sababu unakuta mwanaume
ametoka kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Akitoka huko anakuja tena kumwingilia mke wake. Anamletea magonjwa. Ninaomba laana ya namna hiyo isionekane kwenye familia za Kitanzania, isionekane kwenye familia za Kikatoliki. Na kama hiyo hali ilikuwepo, muombe Mungu akurehemu na akupe nafasi nyingine tena ya kufanya mabadiliko. Tumsifu Yesu Kristo. Siku moja nikakutana na binti mmoja, alikuwa anasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Binti mdogo, alikuwa na tabia ya usagaji. Unajua haya, omba uyasikie kwingine, lakini usije ukayasikia kwa mtoto wako. Yaani hili la usagaji liombe usikie kwingine, hili la ushoga liombe ulisikie kwingine, lakini usije ukalisikia kwenye uzao wako kama mzazi. Bila neema ya Mungu, ukisikia hilo jambo hauwezi ukatoboa. Katika binti, wakati tunafanya semina kwenye hiyo parokia, basi na kenyewe kakao kamekuja kwenye semina. Wakati wa maombi, zile nguvu za giza zikaripuka. Meripuka, amepiga kelele sana. Waumini wote wakaondoka. Baada ya kuwa tumemaliza kumwabudu Yesu Ekaristi, wakaondoka wakaenda nyumbani. Yule binti bado akawa yuko pale. Kwa hiyo nikaenda kumsaidia fanyia maombi, tukasali, Mungu akamfungua. Baadaye sasa kwenye maisha ya kawaida nikaanza kumuuliza, hebu nipe historia yako ABC. Akaniambia, mwalimu, mimi nimeoa wanawake 200. Yeye ni mwanamke lakini ameoa na amewavalisha pete. Unajua lesbian, nikizungumza lesbian na maanisha wasagaji. Lesbian wakiwa kama hapa, hata kama hawajawahi kuonana, kuna aina fulani ya nywele wanasuka. Kwa hiyo kimwona mwenzake anajua huyu ni mwenzake hata kama hawajawahi kuonana. Kuna aina fulani ya kope za macho, yaani wakitazamana tu pap, anajua kabisa kwamba huyu yuko upande wangu. Kwa hiyo nikamwambia, umewezaje kufunga nao ndoa? Kumbe anafadhiliwa, anapewa hela nyingi, na hizo hela anazopewa na yeye anawapa hao waliowaoa, na hao waliowaoa na yeye anawaagiza na wao waoe tena. Umeona hiyo chain ilivyo ndefu? Sifa Yesu Kristo. Kwa hiyo nikamtandao karefu, lakini anapewa hela. Kuna mashirika yalikuwa yanampa hela. Wewe unashangaa kwamba mtoto wako siku hizi haombi hela ya matumizi. Kumbe kuna mahali amenasa. Ombeeni watoto wenu walioko huko mjini, Mungu awalinde na roho ya uharibifu, ya ushoga na usagaji. Umemsomesha mtoto kwa shida, kwa mahangaiko, lakini unakuja kushtukia kwamba ameingia kwenye dimbwi fulani. Kwa nini? Hii ni roho ni roho ambayo kimsingi hauwezi ukaishinda.
Na nikwambie tu, hakuna serikali inaweza kaishinda roho ya usagaji na ushoga, kwa sababu serikali inafanya kimwili, shughuli zake kimwili, lakini haya yanafanya shughuli zake kiroho. Sasa unajua hao mashoga kuna makundi mawili. Kundi la kwanza huwa linaitwa mabasha. Mabasha ni wale wanaowaingilia wenzao, hao ndo huwa wanaitwa mabasha. Yaani huyu basha yeye anaingilia, lakini yeye haingiliwi. Kundi la pili ni hao mashoga. Sasa na kwa mashoga hapa kuna mashoga ambao wanaingiliwa, lakini pia wanawaingilia wengine. Uchafu mkubwa sana ambao tunahitaji kumwomba Mungu aweze kurehemu familia zetu, aweze kulinda familia zetu. Na kwa nini haya mashambulio yanakuwepo? Ni kwa sababu misingi ya familia nyingi hazina sadaka za kiroho zinazolinda hizo familia zao. Ukiona leo mtoto wako ni shoga au ni msagaji, ujue kwamba kwenye ulimwengu wa kiroho hakuna sadaka inayomlinda huyo mtoto, au hakuna sadaka inayozungumza juu ya uzao wako. Ndio maana unatakiwa kutoa sadaka ya kulinda uzao wako kila wakati. Mwambie Mungu, sadaka hii ni kwa ajili ya uzao wangu wa kike na wa kiume. Ninaomba kwenye uzao wangu wa kike asitokee shoga, kwenye uzao wangu wa kiume asitokee shoga, kwenye uzao wangu wa kike asitokee msagaji. Unatoa sadaka, halafu unamwambia Mungu, mimi kama baba, mimi kama mama, ninasimama kama kuhani wa familia yangu, ninatoa sadaka hii, ninafunga milango ya ushoga kwenye uzao wangu, kuanzia kizazi cha kwanza mpaka kizazi cha 1000 hata atokea shoga. Uone kama watapata nafasi. Familia nyingi zimeingiliwa kwenye hiyo roho ya ushoga na usagaji, kwa sababu kiroho hakuna sadaka inayozungumza juu ya familia hizo. Ulikumbuka kutoa ada, lakini haukukumbuka kutoa sadaka ya kulinda maisha ya huyo mtoto hata atakaposoma, ili awe kwenye misingi ya kimungu. Na moja ya siri ya kupambana na roho ya ushoga na usagaji ni kutoa sadaka ya uzao kwenye uzao wako. Kwa nini? Unapotoa sadaka ya kulinda uzao, unakuwa umemkaribisha Mungu kwenye huo uzao wako. Kwa nini? Kwenye ulimwengu wa kiroho ile sadaka inasimama kama shahidi wa kutetea uzao wako. Sifu Yesu Kristo. Ngoja niwaeleweshe vizuri. Unapokuwa na kesi mahakamani, hata kama una pesa, unaweza ukawa una pesa na una kesi, lakini haujui vifungu vya sheria. Utakachokifanya ni kwamba utamtafuta wakili wa kwenda kuisimamia kesi yako, si sawa? Utamtafuta nani? Wakati wakili anaendelea na kesi yako mahakamani, wewe kwenye maisha ya kawaida utakuwa unaendelea na shughuli zako za kila siku, si sawa? Ni hivyo hivyo kwenye ulimwengu wa kiroho. Unapokuwa umetoa sadaka juu ya kile ulichokuwa umekiomba, ile sadaka inasimama kama shahidi wa kuendelea kukumbusha au kulia na kupaza sauti juu ya kile ulichokiomba. Ndiyo maana sasa mtoa sadaka anaweza kaishi umri mfupi sana duniani, lakini sadaka aliyoitoa ikaishi vizazi na vizazi duniani. Yaani kwamba leo unaweza ukatoa sadaka kwa ajili ya uzao wako,
ukawa unauombea uzao wako mafanikio, ikatokea umeondoka duniani bila kuona yale matunda ya ule uzao wako, lakini haimaanishi kwamba huo uzao wako hautapata matunda. Utapata matunda kutokana na kile ulichowaombea wewe. Haupo, lakini sadaka yako ipo. Sifu Yesu Kristo. Haupo, lakini sadaka yako inazungumza. Pambana na roho ya ushoga na usagaji kwenye maisha ya kizazi chako kwa kutoa sadaka ya uzao, ili leo na kesho kama haupo, huo mlango wa ushoga na usagaji usipate nafasi. Kwa sababu wewe kama mama, wewe kama baba, utakuwa umeagana na Mungu, utakuwa umeingia mkataba na Mungu. Mwambie Mungu, iwe nipo au sipo, sadaka hii izungumze. Nasema hivi, Mungu, niwe au sipo, sadaka hii izungumze juu ya uzao wangu. Nasema hivi, Mungu, sitaki kuona kizazi changu cha kiume kikiingia kwenye roho ya ushoga. Sitaki kuona kizazi changu cha kike kikiingia kwenye roho ya usagaji. Mungu, sadaka hii ikawe shuhuda, ikasimame pale ambapo mimi nitashindwa kusimama, ikaone kile ambacho mimi nitashindwa kukiona. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe mzazi leo uko hapa Kasulu, mtoto wako yuko chuo kikuu cha Dar es Salaam, haujui anayekutana naye, haujui anayeongea naye, haujui rafiki yake, haujui maisha anayopitia, lakini sadaka yako inaweza ikatembea kwenye ulimwengu wa kiroho, ikawa inamwangalia yule mtoto, leo ameongea na nani, anataka kufanya nini, na ile sadaka ikazungumza kwamba hii tabia unayotaka kufanya hatutaki, hautaifanya, hautaifanya, hautaifanya. Sasa leo shetani amepata nafasi ya kuzishambulia familia nyingi, au kuwashambulia watoto wengi wa kike na wa kiume. Kwa nini? Kwa sababu hakuna sadaka kwenye ulimwengu wa kiroho inayolinda nafasi ya watoto wako. Mnaweza mkasema kwamba mwalimu, watoto wanaingia huko au wengine wanaingia huko kwa sababu ya umaskini. Naomba nikwambie, leo wapo watu ambao ni maskini, lakini hawataki kusikia hiyo roho ya ushoga kwenye maisha yao. Wao wanasema nitakachopata ndicho nitakachopata, lakini siko tayari kuuza utu wangu. Siko tayari kuleta laana kwenye familia. Roho ya ushoga na usagaji inaleta laana ya kivizazi kwenye familia. Yaani ukiona tu hiyo roho ya usagaji imeingia kwenye kizazi chako, ujue laana imeingia kwenye kizazi chako. Ukiona tu hiyo roho ya ushoga imeingia kwenye kizazi chako, ujue laana imeingia kwenye kizazi chako. Hakuna kizazi kitakachokuwa imara hapo tena, kwa sababu ufalme wa giza utakuwa na mamlaka nacho. Sifu Yesu Kristo. Wewe tumuombe Mungu atusaidie kupambana na hii roho ya ushoga na usagaji. Tumuombe Mungu awe upande wetu. Ninawaombea wazazi wa Tanzania. Ninawaombea wazazi wa Tanzania, baba na mama. Ninawaombea popote mlipo, nanyi mlioko hapa, roho ya ushoga na usagaji isiingie kwenye vizazi vyenu. Ninawaombea watoto wenu wa kike na wa kiume kwenye ardhi hii ya Tanzania, wasije wakawa au wakavaliwa na roho ya ushoga na usagaji. Tanzania isikie kwamba hatuhitaji roho ya ushoga na usagaji. Ardhi ya Tanzania isikie kwamba sisi wa Katoliki hatuhitaji roho ya ushoga na usagaji kwenye familia zetu. Ninawaombea akina mama wa Kikatoliki, akina baba wa Kikatoliki, roho ya ushoga na usagaji isije ikabisha hodi kwenye malango ya vizazi vyenu vya kike na vya kiume. Lakini haya yatawezekana, ewe Mkatoliki, ikiwa utasali,
Fukuzeni roho ya ushoga na usagaji kwenye familia zenu kwa kusali rozari takatifu. Fukuzeni roho ya ushoga na usagaji kwa kukimbilia kiti cha sakramenti ya kitubio. Fukuzeni roho ya ushoga na usagaji kwenye vizazi vyenu kwa kushiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu kwa uaminifu, kwa uelekevu, kwa upendo, kwa imani. Fukuzeni roho ya usagaji na ushoga kwenye vizazi vyenu kwa kutoa sadaka ya kulinda uzao wenu. Mungu asikie sauti yenu na maombi yenu. Kila unapopiga goti, mwambie Mungu, umenipa nchi ya Tanzania, na kwenye hii nchi ya Tanzania nasimama kama mzazi. Ninakataa watoto wangu hawatakuwa mashoga, watoto wangu hawatakuwa wasagaji. Kwa nini? Bila kuwa na taifa imara, bila kuwa na familia imara, hatuwezi tukawa na taifa imara. Uimara wa taifa utategemea uimara wa familia zetu. Uimara wa kanisa Katoliki utategemea uimara wa familia zetu za Kikatoliki. Angalia kanisa Katoliki tunavyoshambuliwa, kwamba mashoga hao, kwamba wameruhusu ushoga. Nani ameruhusu ushoga? Kanisa Katoliki hatujaruhusu ushoga, na haitakai itokee. Kwa nini? Kanisa Katoliki ni kanisa la kimaadili. Kati ya vitu ambavyo kanisa Katoliki linasifika ni kwenye eneo la maadili, na haitakai itokee kanisa Katoliki likaruhusu hiyo laana ikatokea kwenye ulimwengu wa leo. Hao wanaoongea wasikie tu afu wapuuze. Ndio maana mashoga wengi wanaleta pressure kwenye kanisa Katoliki ili kanisa Katoliki liwatambue, lakini kanisa Katoliki limeweka ngumu. Kwa nini wanatafuta huo umaarufu? Kwa sababu wanajua kanisa Katoliki ndo nguzo imara, ndo Ukristo ulipo. Ashukuriwe Mungu kwamba tutasimama imara na vizazi vyetu havitaguswa na roho ya ushoga na usagaji. Sifu Yesu Kristo. Basi tunaenda kumwabudu Yesu wa Ekaristi, na leo tunaenda kuombea familia zetu mbele ya Yesu wa Ekaristi.